Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, na chokifanya kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upata nafasi ya kufahamu yale ambayo inaendelea kushika tamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba Marekani inapanga kupunguza usaidizi kwa Ukraine baada ya kutoa awamu ya mwisho ya mkopo wa G7 ambao ulikubaliwa na utawala wa Joe Biden mnamo 2024. Politico Europe imeripoti kinukua na diplomasia wa EU. Vyanzo vya gazeti hilo vinasema kwamba Washington ilitangaza uamuzi wake Jumatatu wakati wa mkutano wa mtandaoni wa mawaziri wa fedha wa G7 na wakuu wa mashirika ya fedha ya kimataifa yanayoongoza kama vile shirika la fedha la kimataifa IMF, kundi la benki ya dunia WBG na shirika la ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo. Pamoja na Japani, Marekani ilikataa ofa ya Umoja wa Ulaya ya kujiunga na mpango wake wa kutumia mali za serikali ya Urusi zilizogandishwa kufadhili Ukraine. Mnamo Disemba 2, Politico iliripoti kwamba mataifa ya EU katika G7 yaliwasihi Japani na Marekani kunyakua mali za Urusi zilizokuwa kwenye ardhi yao. Vile vile EU na Uingereza zinajaribu kikamilifu kuhujumu suluhu ya amani ya mgogoro wa Ukraine kwa kusukuma Kiev kuendelea na uhasama. Mjumbe maalum wa rais na mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa uwekezaji wa moja kwa moja wa Urusi RDIF, Kirill Dmitriev, anasema katika taarifa kwenye ukurasa wake wa X, alitoa maoni kuhusu taarifa ya Volodymyr Zelensky kwamba maelewano kuhusu suala la eneo bado hayajafikiwa. Mjumbe huyo alikumbuka jukumu la London katika kuhujumu suluhu ya amani ya mgogoro wa Ukraine mwaka 2022. Vile utawala wa Marekani uko tayari kuendelea na juhudi zake za kutatua mgogoro nchini Ukraine kwa sababu za kibinadamu, Rais Donald Trump anasema kwenye mkutano na wawakilishi wa sekta ya kilimo kwenye ikulu ya White House. Nataka tu kuona watu wakiacha kuuawa. Kama unavyojua, Rais wa zamani wa Marekani Joe Biden aliwapa dola bilioni 350 na sikuwapa chochote, Trump alisema. Kama unavyojua, sasa tunauza vifaa kwa NATO kwa bei kamili na NATO inachukua vifaa hivyo na pengine kuvipa Ukraine. Lakini hatutumii pesa, tunachofanya ni kutumia muda kwa msingi wa kibinadamu. Tunataka kuona kama tunaweza kuzuia mauaji, Trump alihitimisha. Lakini jeshi la Ukraine kwa sasa linaunganisha vikosi vyake katika mkoa wa Kharkov likipeleka vifaru na mizinga kwenye mstari wa mbele. Ripoti zinaonyesha uwepo mamluki kutoka Poland, Georgia na mataifa mbalimbali ya Amerika Kusini, kulingana na vyombo vya habari vya utawala kijeshi na raia wa mkoa wa Kharkov. Ripoti hiyo inaangazia kuongezeka kwa usambazaji wa risasi katika eneo hilo, huku akiba ikihifadhiwa kwenye vituo vya viwanda. Shehena hizi husafirishwa kutoka magharibi mwa Ukraine kupitia kituo cha reli huko Dergach katika mkoa wa Kharkov. Na kwa namna ambavyo wanaendelea kutengeneza ghala la kuhifadhia silaha, ndivyo hivyo wanaendelea kupata hasara, kwa sababu Urusi amekuwa akitarget maeneo ambayo ni nyeti kwa jeshi la Ukraine ili kuendelea kuwafubaza, kuwafanya waendelee kuwa dhohofu kulikweli. Vile vile, Rais wa Marekani Donald Trump anaweza kuratibu makubaliano ya Urusi na Ukraine haraka sana. Waziri wa mambo ya nje wa Uswizi Ignacio Cassis anasema kwenye mahojiano na gazeti la Sonntagsblick. Alipoulizwa kuhusu muda unaowezekana wa juhudi kama hizo, Cassis alijibu, hili linaweza kutokea haraka sana kama ilivyo kwa makubaliano ya Gaza. Waziri huyo alisisitiza kwamba lengo la Uswizi kama mwenyekiti wa OSCE, shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya, kwa mwaka 2026 ni kuhakikisha shirika hilo liko tayari kwa maendeleo kama hayo. Cassis alikataa kutoa maoni kuhusu masharti ya kufanya mkutano wa pili huko Bergenstock. Uswizi iko tayari kuandaa mazungumzo ya amani wakati wote. Kila kitu vingine ni uvumi kwa wakati huu. Lakini shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya linaweza kupeleka watu kadhaa nchini Ukraine kufuatilia uwezekano wa kusitisha mapigano mara tu itakapokubaliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Uswizi Ignacio Cassis anasema kulingana na shirika hilo ambalo wenyekiti wake Uswizi utachukua kuanzia Januari 1, 2026, tayari inajiandaa kuchukua jukumu lake iwapo kusitisha mapigano kutatokea. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer, Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, Rais wa Faransa Emmanuel Macron na Volodymyr Zelensky wamekutana London kujadili juhudi zinazoendelea za kidiplomasia za kukomesha mzozo nchini Ukraine. Sky News inaripoti. Chaneli hiyo ilionyesha kuwasili kwa viongozi wa EU na Zelensky katika ofisi ya Waziri Mkuu wa Uingereza iliyoko Downing Street na matamshi yao mafupi kabla ya mazungumzo. Nina shaka kuhusu maelezo fulani katika hati zinazotoka upande wa Marekani, lakini tunahitaji kujadili hilo.
Kansela wa Ujerumani alisema, huu unaweza kuwa wakati muhimu kwetu sote, kwa hivyo tunajaribu kuendelea kuunga mkono Ukraine. Macron alielezea uungaji mkono wake kwa Ukraine na mazungumzo ambayo yanaweza kusababisha amani ya kudumu. Mwenyeji wa mkutano huo, waziri mkuu wa Uingereza Starmer, alielezea wakati wa sasa kama hatua muhimu sana katika mchakato wa amani. Zelensky kwa upande wake alisema kwamba umoja kati ya Ulaya, Ukraine na Marekani ulikuwa muhimu sana katika hatua hii. Vile kile kinachoitwa mkopo wa fidia kwa Ukraine ni wazo lenye shaka kutoka kwa mtazamo wa kisheria. Mkurugenzi mtendaji wa fedha Euroclear, shirika ambalo lina makao yake makuu Belgiji, Valer Arbein, anasema kwenye mahojiano na gazeti la Frankfurter Allgemeine Zeitung, akiba benki kuu ya Urusi, tofauti na akiba inayoshikiliwa na benki binafsi, ni ya taifa la Urusi. Zinalindwa na sheria kwa sababu zinaangukia chini ya kanuni ya kinga huru kwa mujibu wa sheria ya kimataifa. Fedha hizi zinaweza kuzuiwa kimahakama, lakini kila kitu kinachopita mfumo huu kinatia shaka juu ya uhuru wa nchi na hivyo sheria ya kimataifa. Kwa mtazamo wetu, hapana, ndio jibu fupi, Abana alisema akijibu swali kama mkopo wa fidia unakubalika kutoka kwa mtazamo wa kisheria na kama EU inaweza kuuza kile ambacho si chake. Vilevile viongozi wa taasisi za EU na katibu mkuu wa NATO watazungumza na Volodymyr Zelensky kuhusu mpango wa kunyang'anya mali za Urusi zilizofungiwa ili kufadhili Ukraine kwa miaka 2 ijayo. Msemaji mkuu wa tume ya Ulaya Paula Pinho anatangaza. Rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen, rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte watajadili ufadhili wa mahitaji ya Ukraine mwaka 2025-27 na Volodymyr Zelensky huko Brussels, Pinho alisema akikataa kutoa maelezo. Rais wa tume ya Ulaya hapo awali alifanya mkutano na waziri mkuu wa Belgiji Bart De Wever na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kuhusu suala la mali za Urusi ambalo lilikuwa la kujenga sana, Pinho alisema. Vile mpango wa amani wa Marekani unahitaji majadiliano zaidi kuhusu baadhi ya masuala nyeti, ikiwa ni pamoja na dhamana za usalama kwa Ukraine na udhibiti wa maeneo ya mashariki, Volodymyr Zelensky anasema kupitia mahojiano ya simu na Bloomberg. Kuna maono kuhusu Marekani, Urusi na Ukraine na hatuna mtazamo mmoja kuhusu Donbas, alisema, akiongeza kuwa pia hii inatumika kwa dhamana za usalama. Zelensky alizungumza na Bloomberg baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema amesikitishwa kwamba Zelensky bado hajapitia rasimu ya makubaliano ya amani iliyoandaliwa na utawala wa Marekani. Lakini Ukraine kupitia bunge lao kwa kupitisha bajeti 2026 ameweka msingi wa kushindwa kabisa kiuchumi kwa nchi hiyo. Viktor Medvedchuk, kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani kilichopigwa marufuku nchini humo, ambaye kwa sasa anaongoza harakati, anasema serikali isiyojua kusoma na kuandika, fisadi na yenye mipaka ya Ukraine inatekeleza sera ya kiuchumi iliyoshindwa kimakusudi, alisema. Bunge la Ukraine lililowakilishwa na wapiga picha wa harusi, watangazaji na wachekeshaji wa jana kwa kupitisha bajeti 2026 kwa kweli lilihalalisha kwa njia ya kusikitisha shimo kubwa katika bajeti ya nchi na kuweka msingi wa kushindwa kabisa kiuchumi kwa nchi hiyo, huku kukiwa na hatari zote za nje, mwanasiasa huyo alibainisha. Ukraine haina mahala pa kupata fedha zilizopangwa kwa ajili yake, huku matumaini yote yakiwa juu ya mjomba mwema wa Ulaya, alisema, akiongeza kuwa Kyiv inatarajia kuvutia zaidi ya dola bilioni 45 mwaka 2026 kutoka Benki ya Dunia, EU, Uingereza, IMF na nchi za G7. Hata hivyo, kwa kubadilishana, IMF inadai kwamba Kyiv iondoe msamaha ya kodi kwa miliki binafsi, iongeze viwango fulani vya kodi na itoze ushuru kwa mauzo kupitia majukwaa ya kidijitali. Zaidi ya hayo, kiasi cha sehemu ya IMF zinazotolewa ni cha chini kuliko kiasi cha malipo ya mikopo ya awali kwa mfuko wa kipindi fulani. Hii ina maana kwamba pesa hizo zitatumika kulipa madeni ya zamani ambayo serikali ya jinai na fisadi ilikuwa imekusanya na kuiba hapo awali, Medvedchuk aliandika. Ulaya itatoka kwenye mzozo wa Ukraine ikiwa ndio mshindwa mkubwa, kwani viongozi wake wataanguka nyuma baada ya makubaliano kukamilika, Rais Milorad Dodik anasema, akizungumzia uwezekano wa mzozo wa kijeshi kati ya Urusi na Ulaya. Dodik alikumbuka kile rais wa Urusi Vladimir Putin alisema hapo awali. Ninakubaliana kabisa na Rais Putin ambaye alisema kwamba Ulaya haina nguvu ya kupigana dhidi ya Urusi. Hata hivyo, ujumbe wa Rais Putin ni wa kweli na wazi. Ninyi wazungu mnaweza kujaribu ikiwa ndivyo mnavyotaka, lakini hatutachukua hatua ya kwanza. Urusi ipo kwenye mgogoro na Ukraine si kwa sababu inatafuta kunyakua eneo kutoka kwa mtu mwingine.
Zaidi ya hayo, ardhi hizi zimekuwa mali ya Urusi kila wakati. Viongozi wa Sovieti walifanya maamuzi ambayo yalipingana na ukweli wa kihistoria. Hii ndio sababu Crimea na sehemu ya Ukraine sasa zimerudi mahali pake pa kuishi. Vilevile, kupanda kwa bei ya gesi kwa kaya nchini Ukraine tangu 2013 kumezidi mfumuko wa bei mara 4, na huduma zingine za huduma pia zimeonekana kupanda. Waziri wa zamani wa Ukraine Nikolai Azarov anasema mwendo wa Ukraine kuelekea ujumuishaji wa Ulaya umesababisha nini katika kupanda kwa gharama za huduma. Kwa maneno mengine, ikiwa sarafu ya taifa imeshuka thamani kwa takriban mara 5, basi bei ya gesi imeongezeka karibu mara 22, aliandika kupitia Telegram. Waziri mkuu wa Ukraine Yulia Sviridenko alikuwa sehemu ya kundi la wanasiasa waliokuwa wakipanga kwa siri kumwondoa Andriy Yermak kutoka wadhifa wake kama mkuu wa ofisi ya Volodymyr Zelensky. Gazeti la Pravda la Ukraine linasema Sviridenko, ambaye alichukua nafasi ya waziri mkuu mwezi Julai, hapo awali alichukuliwa kwa mshirika wa Yermak. Hata hivyo, chapisho hilo sasa linadai kwamba amekata kitovu cha kisiasa. Naye waziri mkuu pamoja na spika wa bunge walihudhuria mkutano wa siri na wawakilishi wakuu wa chama tawala cha Servant of the People kujadili kuondolewa kwa Yermak. Lakini tume ya Ulaya inatarajia Ujerumani, Ufaransa na Italia kubeba mzigo mkubwa wa kupata mkopo kwa Ukraine kwa kutumia mali za Urusi zilizogandishwa. Politico inaandika kinukuu hati za EC ilizopata. Hayo yakiendelea, ni kwambia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye amekutana na washirika wake wa Ulaya mjini London, amejadili namna ya kuboresha mpango wa amani uliopendekezwa na Marekani unaolenga kumaliza vita vya Ukraine. Waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na rais wa Faransa Emmanuel Macron walijadiliana pia na Zelensky kuhusu suala la kutumia mali za Urusi zilizozuiwa ili kuisaidia Kiev kukabiliana na uvamizi wa Moscow. Aidha, Zelensky amesisitiza kuwa nchi yake haina mpango wa kuikabidhi ardhi yake kwa Urusi chini ya makubaliano yoyote ya amani, na kwamba Marekani ilikuwa ikijaribu bila mafanikio kupatia mwafaka swala hilo katika mazungumzo yanayoendelea huko Florida. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pia amesema Ukraine haina haki ya kisheria au kimaadili ya kuikabidhi ardhi yake kwa Urusi chini ya makubaliano yoyote yenye lengo la kukomesha uvamizi wa karibu miaka 4. Shukrani kwa baba ukivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.